tushazungumza tukatoa ushahidi wa kutosha na wa kumwaga kwamba nyinyi ni waongo, ni watu wa khiana, nyinyi ndio wenye midomo michafu ya kutukana watu, matusi ya nguoni, nyinyi ndio takfiriyuna, mlitakiwa muite nyinyi ndio makhawarishi. Tumetoa shawahidi nyingi za kutosha. Sasa mbona hujibu nukta moja baada ya nyingine? Bwana Haji Upepo, kwanza nataka nikuelekeze kitu kimoja. Nilikwambia kwamba kwa mujibu wa akili zenu hizo mbovu mlizokuwa nazo ninyi ahli al-kalam, ninyi ashaira, al-maturidiyya, al-ibadhiyya, ash-shi'atu al-imamiyya, al-ismailiyya na mengineyo katika makundi ya bid'a na mengineyo makundi ya kufuru, lakini mmefanana katika mlango wa aqida. Hoja yenu ni moja na msingi wenu ni mmoja wa kutumia akili. Kwa mujibu wa akili zenu hizo zilizokuwa mbovu, mnakufurishana wenyewe kwa wenyewe, mnakufurishana wenyewe kwa wenyewe, na hiyo ni dalili inayoonyesha kwamba hamna msingi madhubuti ambao mtu akiushika hawezi kutatizika. Hamna msingi huo kwenye jambo la itikadi na sifa za Allah tabaraka wa taala. Msingi huu hamna. Mna misingi hewa, misingi ya batil, msingi ambao umeushika wewe, kundi jingine lenye akili mbovu kama ya kwako linakuona wewe pia ni kafiri, mshirikina. Umeelewana? Kwa mfano, kabla sijaingia katika hili, wewe unapowatukana masalafi au unaowaita mawahabi kwamba ni washirikina, unapowakufurisha waziwazi, eti tu kwa sababu wanasema Allah ana macho mawili, sawa? Na nitakuja kukuonesha dalili zipo, na hizo dalili ambazo umewazodoa nazo akina Imam Ibn Baz rahimahullah ndio hizo ambazo wameziegemea a'immatu salaf, wanawachuoni wa salaf waliopita huko. Sasa ulitakiwa uanze kuwazodoa maimamu waliopita huko nyuma, akina Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Na hii inawezekana wewe ni una maarifa, inawezekana wewe hufanyi bahthi za kielimu, hujui yaliyo katika vitabu, umekuwa kama manasara, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara, mfano wa wale waliopewa Taurati kisha wakawa hawakuibeba. Ni kama mfano wa nini? Mfano wa punda. Kwa hiyo nyinyi mmekuwa mfano wa punda, mwajinasibisha na maimamu. Imamu mkubwa kabisa mnaidai kwamba ndio kingunge, ndio imamu wenu aliyoanzisha hao madhehebu ni Imamu Abul Hasan. Vitabu vyake hamvijui? Unavijua wewe wahabi mkubwa mkufurishaji, unavijua vitabu vya Imamu Abul Hasan? Unakijua kitabu Maqalat, unakijua kitabu Al-Ibana an usuli diyana, unavijua vitabu vya Imam Abu Bakr al-Baqillani, lakini inaonekana yaliyo ndani yake huyajui. Kama punda aliyebebeshwa mzigo wa vitabu, hajui kilichokuwa ndani yake. Kwa hiyo maimamu wameegemea kwenye dalili hizo maimamu wa salaf, akina Imam Ibn Khuzaimah kabla yake. Allahul musta'an. Leo unakuja kumzodoa al-Imam Ibn Baz rahimahullah, unakuja kumzodoa al-Imam Ibn Uthaymeen. Kwa nini usianze kumzodoa imamu unayejinasibisha naye Abul Hasan al-Ash'ari, ukaanza kusema kwamba yeye ndiyo Yahudi wa kwanza? Kwa sababu itikadi ya Ibn Baz, itikadi ya Ibn Uthaymeen na maneno yao ndio yale maneno ya Imamu Abul Hasan al-Ash'ari kwenye kitabu chake Maqalatul Islamiyyin. La haula wala quwwata illa billah. Kwa nyinyi mnakufurishana wenyewe kwa wenyewe. Unapowakufurisha Ahlus Sunnah wal Jamaa hao unaowaita mawahabi kwa sababu ya kuthibitisha kile ambacho Allah amejithibitishia mwenyewe au Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakafikiana juu yake salaf, ukawakufurisha kwa sababu ya hilo, basi hata wewe pia una baadhi ya sifa unazithibitisha mbele ya watu wenye akili mbovu na chafu kama za kwako. Wewe pia ni kafiri, ni mshirikina mbele yao, wewe ni mujassim. Kama hulijui hilo, nyinyi ashaira mbele ya mashia na maibadhi na shia wa ismailia, nyinyi ni mujassima, na mkiwa ni mujassima maana yake ninyi ni makafiri mbele yao.
ni wao wanakuoneni nyinyi ni mujassima na wanakuoneni nyinyi ni makafiri kwa sababu ya kuthibitisha kwenu baadhi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo kwa hoja yenu hiyo hiyo, kwa akili zenu hizo hizo ambazo wanazitumia wao, wanaona kwamba huko ni kumshabihisha na kumfananisha Allah tabarak wa taala na viumbe. Kwa mfano, ukirejea kwenye kitabu cha Kishia Sharh Usul al-Kafi cha wanachuoni wa Kishia Al-Mazindirani, aliyefanya ta'liq kwenye kitabu hiki ambaye anaitwa Abul Hasan Ash-Sha'rani, anasema hivi, ukirejea kwenye kitabu hicho Sharh Usul al-Kafi kwenye ta'liq ya Abul Hasan Ash-Sha'rani, mshia huyu, juzuu ya 3 ukurasa wa 202, anasema al-amru ath-thani anna kathiran min muhaddith al-'amma wal-karramiyyah bal al-ash'ariyati yuthbituna lahu ta'ala sifati al-jismi wa lawazim al-jismiyah au lawazim al-jismiyah. Anasema jambo la pili, hakika wengi katika muhadithina wa Kisuni, kisema amma wanakusudia masuni, wengi katika muhadithina wa Kisunni na al-karramia bali maashaira wanamthibitishia Allah aliyetukuka sifa za kiwiliwili na lawazim na yale yenye kulazimiana na kiwiliwili. Wayatabarrauna min at-tajsimi, halafu cha ajabu wanajiweka mbali, wanadai kwamba wao sio wenye kumtia Allah kiwiliwili. Mathalan yaquluna innahu ala al-arshi haqiqatan wa innahu yura fil akhirah. Akasema mfano, wanasema kwamba hakika yeye Allah yuko juu ya arshi yake kwa hakika. Kauli hii ni wa Ash'ari hamuitamki. Akasema mfano wa pili, wa innahu yura fil akhirah. Hao Ash'ari wanasema kwamba Allah ataonekana akhira, siku ya kiyama, waumini watamuona kwa macho yao. Ash'ari wanasema hivyo. Walakin laysa jisman, lakini cha ajabu wanasema kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama na waumini kwa macho yao, halafu wanasema kwamba sio kiwiliwili. Wa hadha tanaqudhun, na huu ni mgongano. Yaltazimuna bihi wala yubalun, wanalazimiana na mgongano huu na wala hawajali. Wa hadha yadullu ala adami tafattunihim likathirin min allawazim albayinah, na hili linajulisha juu ya kutokufahamu kwao mambo mengi yenye kulazimiana ya wazi. Wa indana huwa ainu tajsimi, na kwetu sisi mashia hayo wanayomthibitishia Allah tabaraka wa taala ndiyo tajisimu yenyewe, ndiyo itikadi ya Mungu mtu yenyewe. Haya ni maneno ya mwanachuoni wa Kishia aitwaye Abul Hasan Ash-Sha'rani, akifanya ta'liq kwenye kitabu cha mwanachuoni wao Sharh Usul al-Kafi ya Al-Mazindirani. Sasa Ash'ari mnapinga sifa nyingine za Allah ambazo Allah mwenyewe kathibitisha, mwazikataa kwa kuogopa nini? Kwa kudai kwamba eti mnaogopa kumshabihisha Allah na kumfananisha Allah na viumbe, lakini mnakubali sifa nyingine. Miongoni mwa hizo mnasema, mnakubali wazi kwamba Allah ataonekana, waumini watamuona Allah siku ya kiyama. Sifa hii mnaikubali tena kwa macho yao. Sasa mashia wanakwambieni kuthibitisha kwenu kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama, huku hii ni itikadi ya Mungu mtu. Kwa hiyo na nyinyi pia Ash'ari mna itikadi ya Mungu mtu, kwa sababu haiwezekani kitu kikaonekana kama si kiumbe. Haiwezekani kitu kikaonekana kama hakiko mahala maalum. Hizo ni akili zao chafu kama za kwenu, na akili zao mbaya kama hizo mnazozitumia. Ukataa kwenu kwamba Allah hana uso hana macho, kwa sababu ukisema ana uso ana macho ni itikadi ya Mungu mtu, basi mashia wanakuoneni pia nyinyi kwa kuitakidi kwenu kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama, pia ninyi mna itikadi ya Mungu mtu. Kwa sababu kwa mujibu wa akili zao mbovu kama za kwenu, itawezekanaje Allah aonekane
kama atakuwa hayuko mahala maalum. Na nyinyi mnasema kwamba Allah hayuko mahala. Itawezekanaje aonekane Allah? Itawezekanaje macho ya muone Allah kama atakuwa si kitu, kama sio kiumbe? Kwa mujibu wa kilimbovu mbovu na chafuchafu kama hizo zina hukumu hivyo. Kwa hiyo ninyi mnakuwa ni makafiri mujassima mbele ya nani? Mbele ya Mashia, kwa akili zenu hizo hizo. Haya, kadhalika mbele ya maibadhi, al-ibadhiyya wal mu'tazila, ambao ni makundi ya bid'a kama nyinyi, ninyi mnakuwa ni mujassima na mnakuwa ni makafiri mbele yao. Kwa sababu maibadhi wanakataa, akili zao zinakataa kama mnavyokataa nyinyi. Allah amesema ana mikono miwili, nyinyi mwasema hapana, akili haikubali. Basi na maibadhi wanatumia akili zenu hizo hizo mbovu, kwamba Ashaira mnaposema kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama ni itikadi ya Mungu mtu. Kwa hiyo ninyi ni mujassima. Kwa hiyo mnakufurishana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu hamna msingi madhubuti katika hilo. Halafu hao Mashia na maibadhi na Mu'tazila nao pia ni mujassima na ni makafiri mbele ya kundi jingine la bid'a, mbele ya kundi jingine ambalo latumia hoja hizo hizo na akili hiyo hiyo. Mashia, maibadhi, Mu'tazila nao ni mujassima na ni makafiri mbele ya Ismailiyya. Sawa, al-Ismailiyya ambao ni kipote katika Mashia, wao wanawaona kwamba Mashia, Imamia, al-Ibadhiyya, al-Mu'tazila nao ni mujassima, ni makafiri kwa hoja hizo hizo. Kwa nini? Kwa sababu Mashia, maibadhi, Mu'tazila wanaamini kwamba Allah ni hayyun, Allah yuko hai. Sawa, ni al-hayyu, ni mwenye uhai. Allah ni alimu, wanaitakidi, wanakubali kwamba Allah ni mwenye elimu, Allah ni mwenye uwezo, sifa ambazo hata viumbe wanazo. Sasa kwa kuitakidi kwao hizi sifa mbele ya Ismailiyya wanasema hapana, hiyo ni itikadi ya Mungu mtu. Mnakubali vipi kwamba Allah ana uwezo? Mnasemaje kwamba Allah ni mwenye uhai? Mnasemaje wakati viumbe pia wana sifa hizo? Ukirejea kwenye kitabu cha mmoja katika wanawachuoni wa Kiismailiyya aitwaye Ibrahim ibn al-Husayn al-Hamidi al-Ismaili, kitabu chake kinaitwa Kanzul Walad. Rejea kwenye kitabu hicho Kanzul Walad, ukurasa wa kwanza kabisa kwenye mukaddima anasema alhamdulillahi nurin nur, alhamdulillahi nurin nur wa mudabbiril umur, sifa zote njema za mstahiki Allah, nuru ya nuru, mwenye kuendesha mambo yote, almunazzahi anil asma'i was sifat. Akaendelea mpaka kafikia kusema almunazzahi anil asma'i was sifat, Allah ambaye ametakasika na majina na sifa. Yani Ismailiyya wao kwa wao Mungu hatakiwi kuambiwa kwamba ana majina wala ana sifa, kwa sababu viumbe pia majina wanayo na sifa wanazo. So ukisema Mungu ana majina na ana sifa, unakuwa unamfananisha Allah na viumbe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akili mbovu kama za kwenu hizo. Akaendelea kusema kwenye ukurasa wa 13 akasema fahuwa subhanahu la yadkhulu tahta ismin wala sifatin wala yuma'u ilayhi bil isharati mukayyafatin wala yuqalu alayhi hayyan wala qadiran wala aliman wala aqilan wala kamilan wala tamman wala fa'ilan ila akhiril kalam. Asema hakika anasema yeye Allah aliyetukuka haingii chini ya jina lolote wala sifa yoyote, wala hapaashiriwi kwake kwa ishara yoyote, na wala yuqalu alayhi hayyan, wala haitakiwi kusemwa juu yake kwamba Allah ni hayyan, kwamba ni mwenye uhai au ni aliye hai, wala hapatakiwi kusemwa kwamba ni muweza, wala haitakiwi kusema kwamba ni mwenye elimu au anajua. Haitakiwi kusemwa hivyo, wala haifai kusema kwamba ni mwenye akili, wala haifai kusema kwamba ni mkamilifu, ni mwenye ukamili, wala mwenye kutimia,
wala mtendaji. Hiyo ndio itikadi ya al-Ismailiyya. Wenye kuitakidi kwamba Allah ni qadir, ni muweza, ni mwenye elimu kama Mashia, Ibadhia, itikadi hiyo wanakubaliana, wanaikubali. Hawa ni mujassima, ni makafiri mbele ya Ismailiyya, kwa sababu sifa hizo, sifa ya uhai binadamu pia wanayo, sifa ya elimu binadamu pia wanayo. Utaona namna gani mlivyokuwa ninyi ahli al-kalam hamna msingi madhubuti ambao mtu anaweza akaushika halafu asitatizike abadan. Na ndiyo maana wale waliobobea katika ilmu al-kalam, katika ashaira, wale wakubwa, baadhi ya maulama wakubwa waliobobea katika ilmu al-kalam, mwishoni walitahayari. Yani anafikia mahala mtu anakosa mwelekeo, hajui ashike lipi aache lipi, na mwisho wa siku wakaishia kutubia, wakaishia kujutia kwenye kujiingiza kwenye ilmu al-kalami, wakafanya akili ndiyo msingi wa kuthibitisha aqida. Mwishoni waliishia kutubia na kuachana na madhehebu hayo ya kiashaira, kama kina al-Imam Fakhruddin ar-Razi rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu, akina Imam Abu al-Maali al-Juwayni rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu, na wengineo, akina Imam al-Qadhi al-Baqillani na wengineo wakubwa wa kiashaira ambao walikuwa ni vingunge, mwishoni walifikia kwenye kutahayari, yani kwa sababu ya ilmu al-kalam. Watu wanababaika, wanakosa msimamo, wakaona kwamba kumbe hii ilmu al-kalami hii sio, wakaamua kuiacha, wakarejea katika madhhabu ya salaf. Baadhi yao walirejea kiujumla kama inavyoelezwa katika vitabu vya historia. Kwa hiyo bwana Haji Upepo, achana na madhhabu ya kiashaira bwana, rejea katika madhhabu ya ahli sunna wal jamaa. Kwa sasa ndio hiyo madhhabu ya kiwahabi unayoiita wewe, hiyo ndio madhhabu ya ahli sunna wal jamaa. Na kwa mujibu wa madai hayo, basi bwana uwahabi ulikuwepo tokea zama za bwana mtume. Sasa maana hutaki kukoma, hutaki kukubali kwamba uwahabi, hakuna madhehebu ya uwahabi bwana, ni madhehebu ya kubandikwa hii kwa sababu ya chuki, hutaki kukubali hilo. Basi jambo la pili itabidi ukubali kwamba madhehebu uwahabi ulikuwepo, umeasisiwa na bwana mtume. Uwahabi umefundishwa na Abu al-Hasan al-Ash'ari, itabidi ukubali basi. Allahu al-musta'an wa alayhi tuklan. Huo ulikuwa ni kama utangulizi. Sasa anaingia katika pointi za msingi sasa katika majibu yetu.